Mwanangu, mimi nimekuita hapa nataka unishauri. Unajua maisha sasa hivi magumu sana, na ukiangalia hata pale nyumbani kuna wakati hata nikiomba hela sipati kwa wakati yani, na hata ukiangalia mishe hazipatikani sasa hivi. Yani maisha ni magumu. Kwa mimi nilichokuwa nakiona, nataka unipe ushauri. Nilikuwa nataka niende kwa mzee Kipalala aende akanisaidie. Si unajua mzee Kipalala kasaidia watu wengi sana. Kuna huyo mzee wa chini hapo, umeona mjengo aliojenga ule pale, kaenda kwa Kipalala. Jamaa mmoja ubini hapo juu, kafungua bonge la duka pale na stropo kajenga mwanangu. Sasa mimi naangalia sisi tunafeli wapi? Maisha yanatupiga. Wakati wenzetu wengine wanaenda kwa nili huko wanasaidiwa nini, hela wanazo. Sasa mimi nimejifikiria, nimeona nataka bora niende kwa Kipalala. Ila sasa kabla sijaenda kwa Kipalala, nataka unipe ushauri. Najua ni rafiki yangu. Yaani katika vitu vyote ulivyoongea hapo Malongo umeongea point. Mimi sina cha kusema. Ninachokuambia wewe ni nenda yule mzee yule. Si unajua maana ndo alomsaidia kaka yako. Ndio. Kaka yako kaokolewa. Kwa hiyo wewe ukienda bila shaka anaweza kukusaidia. Basi sawa. Mimi nikajua labda utaleta migomo fulani hivi, kumbe unyama. Hamna, wewe nenda. Sasa sikia. Mimi sasa hivi hapa na ninavyoongea sasa hivi hapa. Ninavyotoka hapa. Mimi ndo ninavyoenda kule kwa nanili kwa Kipalala. Na sio tunakaa tu mtaani hatueleweki, kazi hatuna. Kwa kwenda hatupajui. Sema nini? Ungepitia kwanza kioo, maana kaka yako alikuwa anakuulizia alafu kisha ndo ungeenda. Basi hilo halina shida. Sawa. Poa basi mimi mazingira. Haya poa. Nisikuone tena hapa. Utoke. Yaani hapa sitaki tena kukuona. Nimekuvumilia, nimeshachoka. Naomba unisamehe mke wangu, nitakuwa sawa tu. Nimekwambiaje? Yaani hapa nyumbani kwangu kuone kama kituo cha polisi. Kweli mke wangu, mimi mwenyewe sikupenda kuwa hivi. Naomba unisamehe. Mimi ambayo yatakuwa sawa tu, najua. Yaani nimekuvumilia, nimechoka. Nimekuvumilia siku ya kwanza, nimekuvumilia siku ya pili, siku ya tatu. Bado upo hivyo hivyo tu. Mimi nawezaje kuvumilia? Mwanamke gani anaweza kuvumilia matatizo yako kila siku wewe tu? Mimi nishakwambia sikutaki. Mbona uelewi wewe? Mke wangu mwenyewe sielewi na sijui kwa nini imekuwa hivi mimi. Naomba unisamehe. Mimi nishakwambia sikutaki. Utoke hapa kwangu. Ukoone kama kituo cha polisi. Sikutaki. Nakuomba unisamehe mke wangu. Yaani nimechoka binafsi. Hapana mke wangu. Sikutaki hata kukuona. Yaani nakuomba uondoke. Yaani uondoke. Hapana mke wangu. Mke wangu nakuomba univumilie mke wangu. Mke wangu. Toka. Yaani sikutaki hata kukuona. Toka. Kipalala, mimi nimekuja nahitaji msaada wako. Kama unavyojua pale nyumbani, kaka hana kazi na mimi mwenyewe pia ukiangalia hatuna kazi yoyote ile ambayo inaweza kutuingizia na ile kipato. Najua wewe unasaidia watu. Kwa hiyo nimekuja ili uweze kunisaidia utajiri. Sawa kijana. Mimi nimekusikia, na hilo swala la kupata wewe pesa kwangu ni swala dogo sana, maana nimesaidia wengi sana, ila leo umekuja siku mbaya. Hivyo basi nilikuwa naomba uende kesho asubuhi na mapema uweze kufika hapa.
niweze kufanyia tiba na kukupa dawa ili uweze kufanikisha majambo yako. Nadhani hapo umenielewa. Sawa Kipalala, nimekuelewa. Basi mimi ngoja niende nyumbani. Sawa. Dada. Abe. Njoo bwana. Wewe Thomas nini? Njoo bwana. Wewe msumbufu, wewe usipumzike. Dada bwana njoo. Sio koje, huyu anapenda kusumbuana usiku. Mtu akilala tu njoo. Na ngoja maana. Dada. Toto. Thomas wewe msumbufu wewe. Mtu kama atokea wapi ndani? Mimi mwenyewe sijui dada, nimeingia tu namkuta kitandani. Dada mtu ndo kamuone. Unajua Thomas nimechoka Sasa umechoka vipi dada? Mimi nakwambia kuna mtoto chumbani kwangu, twende ukamuone. Huyo mtoto anatokea wapi sasa usiku? Sikili kidudu alichoondoka na choko ndime na shangaa kipo ndani humo. Wewe sasa unaweza kuchanganyikiwa kaka. Twende kwa muone huyo mtoto. Twende. Njoo sasa. Anatuonyea iko wapi pale? Dada alikuwepo pale dada, sasa hivi nakuja namuona yupo pale. Yaani Thomas, unajua yani mtu akipumzika sasa kachoka. Yuko wapi yule mtu wenyewe pale? Au unajizima data Dada, yani mimi naingia tunafungua mlango namuona pale amekaa pale katikati ya kitanda amekaa nani akodolea macho. Ndio yuko wapi yule mtoto, nionyeshe yuko wapi pale? Mimi sielewi dada, nimemkuta hapo katikati ya kitanda, kimevaa shati jeusi ile hapo, nimemkuta katikati ya kitanda. Yaani hazi mtu asipumzike kusumbuana tu jamani. Kwa hiyo dada mauzauza akikutokeaga unaona poa. Sisi akitokea tuna comedy tunasumbua watu au vipi? Sisemi eti kama mnasumbua watu. Ila bwana umezidi bwana na wewe. Dada sio nimezidi dada, mimi nimekikuta pale kaundime sijui kakiacha kile kitoto mkivuli sijui vipi, yani hata sielewi yani. Ile wewe naingia akilini Maana kaundime mtoto kaondoka naye afu kila siku tunamuona huko ndani. Itakuwa kivuli. Au ndo kivuli chake sio ndo anasema sio kule sijui. Yaani sijui anataka kutumaliza ule mtoto hata sielewi yani. Basi sawa, wewe nenda kalale, sikashaondoka. Nini? Nikalale mimi hapo? Hapa nenda kulala wote chumbani kwako, mimi silali hapa. Wewe koma, unaadhimu Nenda kalale pale, kashaondoka mtoto. Yaani dada mimi unilalisha huko. Kikirudi usiku kuja kunikaba itakuwaje? Kama vipi tulale wote humu sawa? Wewe mimi nilale juu au ulale hapo chini sawa? Hiyo kauli yako rekebisha, ulale chini ulale juu rekebisha baba Sasa mimi wewe unalala hapa chini, mimi nalala juu ya kitanda. Mimi ndani kwako sitaki kulala. Basi kama hivyo tukalale chumbani kwako, lakini mimi silali. Basi twende tukalale wote. Basi nichukue shuka yangu. Wewe unazimu, mimi mwenyewe siogopi pale. Twende huko. Vizuri kijana. Sasa basi, nenda ukavae ili tuendelee hatua inayofuata.
Kante, nadhani hatua ya kwanza tumeshaimaliza. Inabidi tufuate hatua ya pili. Inabidi ufe kwa juma 2, alafu mimi nitakuja kufufua. Kipalala, unamaanisha nife? Ndiyo, inabidi ufe. Na nikifa nizarudi kweli? Ndiyo, utarudi. Manake nachokizika mimi ni kivuli na sio mwili wako. Ni ahidi? Nakuahidi. Basi sawa, nimekuelewa. Hivyo basi, kesho unabidi ufike ili tuweze kuelekea eneo la matambiko, ili nikapate kukutambika na kukusimika. Sawa. Sawa. Unabidi uwe na moyo wa kijasiri na moyo wa siri, ili majambo yako yaweze kufanikiwa. Nadhani umenielewa. Basi sawa, unaweza ukaenda. Ikoloyo. 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 Kipalala, muda umezidi kwenda na nadhani unajua mtoto alipo. Naomba mkamfuate sasa hivi. Sawa Malikia wangu, kutokana nipo na washirika wenzangu hao, tunaenda sasa hivi.